Bwana, wala Simba wenzangu, ndugu yenu Mustafa Rikuti kutoka Ukonga Mombasa, mzee wa kujichora. Nawaambia kwamba tusiingie kwenye mkenge wa wachambuzi ambao hawajitambui, wachambuzi wanaopewa hela visenti vidogo vidogo. Tuwe na imani kwamba slogan ya Simba ni nguvu moja. Kwa hiyo jambo la msingi ili tuweze kufanikisha mambo yote lazima tushikamane, tuwe kitu hiki kimoja. Yaani tukiwa kitu kimoja kila kitu kinawezekana. Umeelewa? Mpira unahitaji maneno, mpira unahitaji vitendo. Tajiri kaeka pesa, umeelewa? Modeu kaeka pesa, Simba kaitoa mbali. Usione watu wanaita haya hizi, yani haya mambo yanaendelea. Kuna watu hawataki sisi pale tulipo, wanapahitaji wao. Si ulimsikia msemaji wao alivyo anasema wanaumia sana kuona sisi tuko pale. Shehe wangu, Simba vitu mbona viko wazi? Kwa mimi nawaambia bwana, tushikamane tuwe kitu kimoja. Tuwaunge mkono viongozi, msemaji pamoja na matajiri wote na wachezaji na benchi la ufundi kwa ujumla. Tujitokeze viwanjani ili wachezaji kuwapa support ya kuweza kupambana. Tusipokuja uwanjani maana yake tutawavunja moyo wachezaji. Sisi ndio mchezaji wa 12. Mimi nakuambia vitu vya ambavyo vina fact kwamba Simba imechukua ubingwa wa ndani mara 22. Lakini ukiangalia kimataifa ndio timu imefanya vizuri zaidi kuliko timu nyingine yote Tanzania. Sio, umeelewa? Lakini ukija Yanga African Modern Club imechukua ubingwa mara 31 wa ndani. Lakini kimataifa hata top 10 hawapo. Yaani maana yake nakupa taswira kwamba hawa ni watu wa mpira, hawa sio watu wa mpira. Sio, umeelewa? Kwa watu wasiingie mkenga kutengeneza watu wametengeneza vitu kuonekana Simba labda kwenye mechi ya jana, yani wanatengeneza vitu, yani vitu ambavyo havipo, yani watu waone kama Simba sijui wachezaji watakuwa vipi. Hakuna. Yani mimi na imani wachezaji wa Simba pamoja na mwalimu na benchi la ufundi wote kwa ujumla na wale mashabiki ambao tunajitambua kama sisi, tuna imani na Simba itafanya vizuri msimu huu kuliko msimu ulioisha. Bwana, niko naye wa kujichora hapa ama mwakilishi kutoka katika jimbo la Ukonga. Bwana, mambo ni aje kaka? Kama kawaida. Vizuri. Namshukuru Mungu tuko vizuri kabisa. Niko vizuri. Tena niko vizuri zaidi ya jana. Zaidi ya jana. Zaidi ya jana. Yaani leo niko vizuri zaidi. Na niko full kuweza kuipambania Simba yangu. Kwa msimu wa 25-26. Nimekuvamia kwenye harakati zako. Watu washazoea kukuona ukiwa na michoro ile ya Simba ya Mo. Wanaweza wakashangaa namna gani vipi hapa? Wasishangae kwa sababu maisha ni kubadilika. Kwa tunabadilika. Tumeamua kwamba leo tuje kivingine. Tuko kwenye harakati za kimaisha. Yaani Simba Sports timu pendwa. Lakini sasa leo tuko kwenye harakati za kimaisha za kutafutia ugali, za kutupelekea nini watoto wetu kwenda chooni. Umeelewa? Kwa hiyo ni harakati za kimaisha hizi. Lakini tofauti mbali na hapo, naitwa Mustafa Rikuti kutoka Ukonga Mombasa, mzee wa kujichora, mzee wa Simba Sports. Bana, tuzungumze hiki ambacho kimejitokeza siku ya jana katika mchezo wa kimataifa kirafiki Simba Sports Club dhidi ya Al Hilal ya Omdurman kutokea pale Sudani. Simba akipoteza kwa bao 4-1. Binafsi kwanza matokeo umepokea kwa namna gani haya goli 4 ambazo si wengi wetu tulikuwa tukitarajia Simba kufungwa idadi kubwa hii ya mabao? Mimi binafsi kwanza niseme nimepokea vizuri kwa sababu moja tu. Matokeo nimeyapokea vizuri kwa sababu moja. Kwa sababu kama tungeshinda, kwa sababu mechi ya kwanza tumecheza nao tukawafunga 2-1. Mechi ya pili tumefungwa sisi. Kama tungeshinda maana yake kocha asingejua tatizo la timu yetu, yani makosa ya timu yetu. Kwa kufungwa kwetu mechi ya jana, mechi ya kirafiki ndio imepelekea mwalimu wetu kuweza kujua sehemu gani kuna mapungufu ili aweze kuyarekebisha. Kwa hiyo matokeo ya jana ni matokeo mazuri mimi binafsi kuniuliza, kwa sababu sisi mwalimu wetu ni mpya. Mwalimu anataka kurudisha soka la biliani, umeelewa? Anataka kutoa soka mangungu la kama la wenzetu soka butubutu lile. Nataka kurudi kwenye soka letu asilia, soka biliani. Sisi tunaita wanalunyasi. Sasa kama wanalunyasi, maana yake tumeleta Dimitar Patev. Wewe si unajua Dimitar Babatov? Mbulgaria yule. Na yule kocha tumechukua kule kwa Dimitar Babatov. Hao ndio wataalamu wa soka, umeelewa? Kwa sababu tumeleta kocha huyu, maana yake sisi tuna imani kwamba yeye atatutoa kule tuliko kwa mwanzo, atatuleta kwenye soka biliani. Kwa hiyo jana mwalimu alichokuwa anafanya yeye, alifanya rotation ya kuangalia wachezaji fulani waanze, wachezaji fulani wakae nje. Baada ya kipindi cha pili akatoa kikosi chote akaingiza kikosi kingine. Kwa mimi binafsi naweza nikasema sawa tu, mwalimu kaangalia wachezaji. Kikosi mwenyewe kashaona bwana fulani na fulani watakuwa kikosi cha kwanza, fulani na fulani watakuwa sababu kikosi cha pili. Kwa mimi binafsi ukiniambia wewe siwezi kumlaumu kocha. Ukiona mtu anamlaumu kocha maana yake huyo sio mwana michezo. Wewe basi akae pembeni, aiangalie Simba itapokuja kuwa vizuri zaidi. Afu ndo arudi kuishabikia. Sasa hivi yeye atuachie sisi Simba ambao tunajua mpira. Tunaijua Simba iko kwa namna gani. Sio nalaumu kocha kwa mechi ya jana ya kirafiki. Mbona mechi ya juzi tuliposhinda 2-1 mbona hukumsifia kocha? Si ndio hivyo tumeshinda 2-1? Mbona hukumsifia kocha? Kwa nini unalaumu kufungwa tu? Sema goli 4 lakini ni nyingi sana. Si mechi ya kirafiki. Kwani Al Hilal tokea imeanzishwa katufunga mara ngapi? Ile tokea imeanzishwa ndo mara ya kwanza jana. Simeelewa?
kwenye mchezo wa kirafiki, sio wa mashindano labda ya kuchukua labda pointi fulani au kitu fulani labda finali nini, hamna, ni mchezo wa kirafiki. Na ndio maana Ibenge mwenyewe yule kocha wa Azam alivyokuwa kule alikuwa anasema yeye ndoto yake akiwa anaifundisha Al Hilal kuifunga Simba Sports kwenye mashindano, sio michezo ya kirafiki. Simeelewa hizi mechi za kirafiki, mimi naweza nikawapanga wachezaji forward akawa beki na beki akawa forward, si naangalia wachezaji wangu, simeelewa. Kwa hiyo ukiona mtu analeta anataka kuleta doubt ambazo hazipo kwenye mpira, huyo sio mwana michezo, sio mwana football. Kocha mpya anapanga wachezaji kutokana na jinsi ya mchezo ulivyo. Simba nikwambie tarehe 19 ya mwezi huu tunaenda kucheza kule ugenini na Eswatini kule. Shehe ndo utakuja kujua Simba ina kiwango gani. Tarehe 19 kwenye klabu bingwa. Simenelewa? Ndio nakwambia tutaenda kujua kwenye iko kiwango gani. Simba kocha katuambia yeye kawaomba viongozi kwamba kuna baadhi ya wachezaji wapungue ili timu iwe na wachezaji hata 26 tu. Simenelewa? Yaani maana yake wachezaji wengine watu kwa mkopo. Kwa sababu timu anaiona yeye na wachezaji wengi afu wengine hawatumiki. Maana yake waende sehemu nyingine wapate nafasi ya kufanya nini? Kuongeza viwango vyao. Afu baadaye wanarudi. Simenelewa? Alichokiongea kocha ni kitu kizuri, ndio vitu vya mchezo. Labda turudi kwenye mchezo wenyewe wa jana. Kupoteza kwa bao 4 katika mchezo wa kirafiki na Simba ikiwa inajiandaa kuelekea katika mchezo wa kimataifa klabu bingwa. Hii labda kwa namna moja ama nyingine haiwezi kushusha morali za wachezaji ikiwa timu imepoteza kwa idadi kubwa ya mabao. Mimi sina imani kwamba wachezaji wanaweza kushusha morali ya kwenda kupambana mechi ya ugenini ya klabu bingwa barani Afrika. Mimi sina imani hiyo, kwa sababu mimi na imani kwamba timu itaenda kufanya vizuri kimataifa. Yaani mimi na imani watu tutawafunga nje ndani. Simeelewa. Yaani na imani kwamba tutawafunga nje ndani. Simba inavyocheza kimataifa tofauti. Kwa mimi imani yangu inanipa kwamba mchezo wa jana ulikuwa ni mtego tu. Inaweza kuwa na athari kwenye saikolojia za wachezaji hivi kupoteza kwenye vitu. Hakuna kitu kama hicho. Haya ni maneno ya watu ya kutengeneza tu. Usiingie kwenye mkenge wa maneno ya watu wa kupoteza. Simeelewa? Ukiingia mkenge wa maneno ya watu watu wa propaganda utapotea. Simeelewa? Yaani Simba nakwambia, Simba haiwezi kuingia yaani kwa mechi ya jana ile ya kirafiki, alafu ipoteze maneno wachezaji wapotee morali kwa sababu kutokujiamini kwa sababu ya mchezo wa jana. Wachezaji wa Simba wanaitaka mechi ya tarehe 19 na tarehe 26 marudiano hapa. Ili waendeleze pale tulipoishia kwamba sisi kuingia hatua ya makundi ni kitu cha kawaida. Simeelewa? Kwa hiyo watu wasiwe na shaka kwamba kufungwa matokeo ya jana sisi anaweza yaani wachezaji kwamba watapoteza morali au nini kutokujiamini. Hamna kitu kama hicho. Hizo ni watu tu ambao wanatengenezwa, watu wasiojua mpira. Watu sisi tuseme design gani yaani sisi tuzungumze kwa kauli gani yani. Yaani kwamba watu wameandaliwa tu kuja kuikashifu Simba. Unajua mimi nikwambia kitu kimoja, siri moja. Simba Sports. Ndio maana waandishi wote wanaishambulia Simba. Kwa sababu ukishambulia Simba unapandisha viwazi wako. Simeelewa? Ukishambulia Yanga African Modern Talabu hakuna atakayekusikiliza. Kwa sababu ile timu inajulikana timu ya propaganda. Simeelewa? Sisi ndio timu ya mpira. Mimi nakwambia vitu vya ambavyo vina fact kwamba Simba imechukua ubingwa wa ndani mara 22. Lakini ukiangalia kimataifa ndio timu imefanya vizuri zaidi kuliko timu nyingine yote Tanzania. Simeelewa? Lakini ukija Yanga African Modern Talabu imechukua ubingwa mara 31 wa ndani. Lakini kimataifa hata top 10 hawapo. Yaani maana yake nakupata taswira kwamba hawa ni watu wa mpira, hawa sio watu wa mpira. Simeelewa? Kwa watu wasiingie mkenga kutengeneza watu wametengeneza vitu kuonekana Simba labda kwenye mechi ya jana, yani wanatengeneza vitu yani vitu ambavyo havipo, yani watu waone kama Simba sijui wachezaji watakuwa vipi. Hakuna. Yani mimi na imani wachezaji wa Simba pamoja na mwalimu na benchi la ufundi wote kwa ujumla na wale mashabiki ambao tunajitambua kama sisi, tuna imani na Simba itafanya vizuri msimu huu kuliko msimu ulioisha. Si umeelewa? Yani msimu huu Simba Sports inaenda kucheza nusu finali ya CAF Champions League. Na kama sio rudia hapo. Nakwambiaje, msimu huu Simba Sports inaenda kucheza nusu finali ya CAF Champions League. Na sio kama maamuzi ya marefa. Simba ingekuwa imeanza kuchukua ngao na NBC tutachukua na CRDB Federation. Kama sio maamuzi ya bovu ya refa sasa hivi ingekuwa tuna ngao ya hisani. Si umeelewa? Lakini kutokana na maamuzi yetu marefa yote maamuzi mabovu, sisi tumesema tugange yajayo. Sio sababu si watu wa mpira, sio kama wenzetu Yanga African Modern Talabu. Msimu ulioisha uliona chokochoko zilikuwa nyingi, maneno yalikuwa mengi. Sijui mara Mguto, sijui TFF, sijui Kasongo, sijui nani. Sasa safari hamna Kasongo wala nani, wacheze mpira. Timu yao tunaiona, timu ndio ile. Wale wachezaji wa kuungaunga. Wale kinaekuwa anakimbia tu nini wanaita nini yule sisi aliochangamka wale wachezaji wao. Hamna wachezaji mle. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nakwambia kwamba sisi ambao tunajiamini kama mimi Mustafa Likuti
Mimi na imani Simba ya msimu ni bora kuliko msimu ulioisha. Si unanielewa? Lakini Simba ya msimu ulioisha tulikuwa na wachezaji wazuri ambao wana kiwango, lakini sio wazoefu. Msimu tuna wachezaji quality ambao wana uzoefu. Si unanielewa? Ukizungumza Rushan Diroku, yule mchezaji ambaye amecheza ligi tofauti tofauti. Kuna timu moja iko Israeli inaitwa Maccabi Patev, sijui Patev huko. Sema majina ya Israeli. Hili Patetiva sijui huko. Israeli huko. Sema unaelewa? Acha Mamelodi Sundowns. Sema unaelewa? Kwa hiyo vitu hao wanatengeneza vitu ambavyo ukizungumza na Nabii Kamara, hakuna asiyemjua. Kacheza Saudi Arabia hapo. Sema unaelewa? Kwa ndio vitu kama hivyo. Yaani Simba tuna wachezaji ambao wana viwango vya hali ya juu. Neo Maema hakuna asiyemjua. Elim Panzu Kibisawala, nani asiyemjua? Tuna kijana mdogo Maestro, anatema kushoto anafikia kulia. Morris Abraham, si umeelewa? Alafu tuna Steven Dese Mkwala, kuna Jonathan Soa, kuna Selemani Marimu Mfalme. She, unataka nini sasa? Unataka kitu gani? Wewe Simba, hivi wewe mpira mbona unajieleza? She, unaambiwa 4 na 5 kuna Chamuka Rabua, kuna Rushan Diroku. Haya, Mligo, alafu kuna nani? Baba Esther captain. Si umeelewa? Kwa mwalimu anaangalia yeye, nianze na Mligo mtoto mdogo kutoka na Mungu hapo au nianze na Nabii Kamara. Uzuri wa Kamara anaficha namba zote, atacheza fullback ya kushoto, anacheza namba 6, anacheza namba 8. Kwa mwalimu ni yeye. Kwa namba 6 atacheza Yusuf Kagoma, namba 8 Alassane Kante. Sio yule mchezaji wao wameveshwa. Nilikwambia mimi wale wameveshwa. Si umeelewa? Nilikwambia wale wameveshwa mchezaji. Wewe mwenyewe umeona sasa hivi. She, hesabu za Yanga African Modern Taarab wakati wanamtambulisha huyu Conte. Wanamtambulisha wanacheza draft. Hesabu zao ilikuwa sio kumtegemea sasa hivi kama ilivyokuja kwa huyu nani. Huyu sasa hivi wanamtegemea Andambile. She, aliondoka Aucho, maana yake Conte aje kuziba nafasi ya Aucho. Kutokana kucheza na mpira mbovu, kiwango kibovu, yani mchezaji wa viwango vya chini. Ndio maana akamchukua sasa hivi mpaka juzi muona Eliza Kamwe anampiga magoti Andambile. She, kipindi cha Aridi ya Aucho, Andambile alikuwa anapata namba. Ndio maana kuambia kuna watu wanatengeneza vitu kuonekana Simba mbovu. She, mpira mchezo wa wazi. Mpira kila mtu anaona. She, Simba ina timu. Angalia mechi ya tarehe 10. Wewe rudia nyuma ile mechi ya tarehe 16 ndio utapata taswira kwamba Simba iko namna gani. She, usiingie kwenye mkenge wa watu. Simba iko yani Simba ina timu kweli. Yaani Simba ina wachezaji ambao unajua kabisa hao wachezaji wanaamua hii mechi tucheze hivi. Bwana hii mechi. Sasa hivi tunacheza kibingwa. Sio kama zamani. Sasa tulikuwa na vijana wadogo ambao hawajui bwana hii mechi tucheze kwa staili gani. Sasa hivi tuna wachezaji viongozi. Umeelewa? Bwana hii mechi tucheze staili hii. Bwana tunacheza kwa staili ya kibingwa sasa. Wanapiga mpira mwingi, sisi tunachukua mali, tunaenda kufunga goli, tunapiga mpira mwingi. Ndio mpira unavyotakiwa hivyo. Yaani lazima umpe heshima kwanza mpinzani wako. Lakini mwanzo tulikuwa tunashambulia ovyo ovyo, tunafungwa ovyo ovyo. Ile pressure tuliyofungwa kule kwenye finali ya RS Berkane, kama uliona ile mechi, tulishambuliwa sana, pressure, wachezaji walikuwa hawezi kuhimili ile pressure. Sasa hivi ndio maana tumeleta Alassane Kante, mdogo wake Ngolo Kante. Baba, yule jamaa mguu wake, wachezaji wote wa Yanga mguu mmoja tu yule jamaa. Sasa hivi ni raha. Yaani sasa hivi ukimsikia mtu yoyote yule, mshabiki yoyote wa Simba Sports, anaiongelea vibaya Simba Sports, basi akapimiwa akili. Sisi tuna kikosi. Basi tumalize, zungumza na wana Simba zako kwa uchache. Bwana, wala Simba wenzangu, ndugu yenu Mustafa Kuti kutoka Ukonga Mombasa, mzee wa kujichora. Nawaambia kwamba tusiingie kwenye mkenge wa wachambuzi ambao hawajitambui, wachambuzi wanaopewa hela visenti vidogo. Tuwe na imani kwamba slogan ya Simba ni nguvu moja. Kwa hiyo jambo la msingi ili tuweze kufanikisha mambo yote lazima tushikamane, tuwe kitu hiki kimoja. Yaani tukiwa kitu kimoja kila kitu kinawezekana. Umeelewa? Mpira unahitaji maneno, mpira unahitaji vitendo. Tajiri kaeka pesa, umeelewa? Modeo jikaeka pesa, Simba kaitoa mbali. Usione watu wanaita haya hizi, yani haya mambo yanaendelea. Kuna watu hawataki sisi pale tulipo, wanapahitaji wao. Si ulimsikia msemaji wao alivyo anasema wanaumia sana kuona sisi tuko pale. Sio wangu. Simba vitu mbona viko wazi? Kwa mimi nawaambia bwana, tushikamane tuwe kitu kimoja. Tuwaunge mkono viongozi, msemaji pamoja na matajiri wote na wachezaji na benchi la ufundi kwa ujumla. Tujitokeze viwanjani ili wachezaji kuwapa support ya kuweza kupambana. Tusipokuja uwanjani maana yake tutawavunja moyo wachezaji. Sisi ndio mchezaji wa 12.